malakishini. Ni mechi kubwa, mechi yenye hadhi, mechi ambayo ina upinzani mkubwa ndani na nje ya uwanja. Ni dabi ya Kariakoo, Simba Sports Club wakikabiliana na Yanga Sports Club, watani wa jadi. Wanakutana baada ya kucheza Machi 8 mwaka huu katika uwanja huu, Simba wakitandikwa 1-0 na Yanga katika mchezo wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania Bara VPL. Leo ni kama mechi ya kisasi kwa mnyama Simba, mfalme wa nyika, akiwa katika windo hili la kumtafuta mnyama ama Yanga mtafune bila shaka, wakati wananchi nao Young Africans wanataka kuendeleza ubabe dhidi ya Simba ambao hawajachukua alama 3 katika michezo ya ligi kuu miwili. Angalia friji hiyo ikitetemeka kama generator hivi. Hakika kumekuwa na vibweka vingi vya mashabiki ambao wanafurahia kabla ya kandanda hii kuanza katika uwanja wa Taifa Dar es Salaam. Mimi ni Baraka Mpenja, sauti ya radi, mwamba Umalila, fahari ya Itete, kama kawaida nikiwa na mwenzangu James Samuel James Tiger, Aisha Salum Manula. Langoni kwa mara nyingine pia akiwaongoza Simba kulinda ile milingoti na ule mtambao wa panya. Wananchi wao shangwe limekuwa ni kubwa. Inawezekana matokeo yale ya Machi 8 yanaendelea kuwafariji mashabiki wa Simba. Wao wanasubiri, wapo juu, wapo wanaoshangilia, wapo waliotulia kwa utuvu kabisa kusubiri kuona nini ambacho kitatokea. Lakini ukitazama ni uwanja wa Taifa Dar es Salaam, tofauti na kama ilivyokuwa kawaida kwamba inakuwaga full pack. Hapa imekuwa tofauti. Surprise ya Luka Emel kwenye kikosi, Haruna Fazil akizima na Nionzi Mamwamba wa Gisenyi. Wananchi matumaini yapo baada ya kuona lineup, lakini ukishangaa kwa mbali hivi bado wamejitokeza. Shangwe lipo linaonekana. Ni mechi ya nusu fainali baada ya robo fainali kumshinda Kagera Sugar Yanga, huku Simba wakimfunga Azam FC, na sasa wanakutana wenyewe kwa wenyewe. Ni vita ya Msimbazi na Twiga. Mrembwende hiyo kofia, bila shaka tukitoka hapa tunaenda kuitafuta inauzwa wapi hiyo bwana. Ni mchezo mkali kabisa. Nikukumbushe Madam Fatma Mohamed, moja kati ya viongozi wakubwa kabisa ndani ya Azam Media Limited, akiwa amefika hapa kwa ajili ya kushuhudia kabumbu hii. Kumbuka Azam TV ni wadhamini wa mashindano haya ya Azam Sports Federation Cup, na nikukumbusha tu katika nafasi ambazo Yanga wameshindana hatua zilizopita, mzunguko wa 64 wao walishinda mabao 4-0 dhidi ya Iringa United. MK14 Medi Kagere akiwa yuko bench, wakati kosi chake cha Simba mzunguko wa 64 wao walifunga Arusha United mabao 6-0, lakini mzunguko wa 32 Simba wakashinda 2-1 dhidi ya Madu FC, wakati Yanga wao wakichapa Tanzania Prisons 2-0. Mzunguko wa 16 Stand United wakapigwa kwa mikwaju 3 kwa miuli ya penalty dhidi ya Simba baada ya sare ya 1-1 ndani ya dakika 90, Yanga wao wakifunga kwa Mbina 1-0, na robo finali Simba wakaikandika Azam 2-0, Yanga wakashinda Kagera Sugar 2-1. Timu zote mbili zinaingia uwanjani. Kamishna mpambano Ali Katolila wa hapa Dar es Salaam akiongozana na waamuzi wako 6 leo wakichezesha mpambano huu. Bila shaka ni uzito, nusu finali ambayo itachezwa kwa dakika 90. Kama mshindi atapatikana 120, hatimaye mikwaju penalty. Watani wa jadi tena, hatua kadhaa kuelekea katika pitch, wanaonekana kwa ubora kabisa, waamuzi wakiwa na maandalizi mazuri. John Rafael Boko, mfungaji wa bao katika mchezo uliopita, akiwa anaingia taratibu. Wananchi kijani na njano imetawala, wanashangilia na kuanikiza, lakini ukitazama kwa upande wa nyekundu pamoja na nyeupe pia si haba, kuna magep majirani. Msidhani kwamba ndio kawaida ya mchezo huu, lakini unajua kipindi gani tunapitia. Ingekuwa sheria zinaruhusu ama ruksa ipo, ingekuwa ni full package. Simba mnyama Runyas kutokea maeneo ya Msimbazi, Kariakoo, Dar es Salaam, kama unavyoona anang'ara pale kwenye ile flag. Lakini ukiangalia kijani na njano, mechi ya salamu kwa watu wote kwamba tuko pamoja, mchezo ni ushikamano, waamuzi wote. Na hii hapa ni Young Africans kutokea mitwaa ya Twiga na Jangwani,
Wao wana vitu vingi kwenye bendera yao pale, vinamaanisha vitu vingi. Hii ni sports club na sio football club. Hata Simba pia ni sports club. Michezo ni mingi kwenye timu hizi. Clatous Chota Chama, top scorer wa Simba kwenye michuano hii, akiwa tayari amerudi kambani mara 3. Seji Pascal Wawa, nyota wa zamani wa El Merreikh pamoja na Azam FC. Haruna Fadhili amegeuka rekcha. Saidi Juma Makapu, kilichoonekana kina thamani zamani kina thamani leo. Mwamuzi wa mpambano wakati ni Ramadhani Kayoko, line 1 ni Franki Komba, line 2 ni Kasim Panga. Mwamuzi wa akiba ni Nadim Alois, wakati mwamuzi wa akiba nambari 1 ni Abdallah Mwinyi Mkuu kutoka Singida, na mwamuzi msaidizi ama wa akiba nambari 2 ni Abubakar Mturo, na mmoja atakaa goli la kaskazini, mwingine kusini. Waamuzi 6 katika mpambano wa Lamine Moro kama kawaida na Saidi Juma Makabu, ila shaka itakuwa nyuma na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Salum Manula ubavu wa 4, Shomari Kapombe kama surprise, Mohamed Hussein anacheza mbavu ya kushoto, viungo wawili wa kabaji, lakini ukiona kwenye picture ni kama 4-3-3. Mimi napendaga kusema 433. Juu John Rafael Boko, Clatous Chama na Francis Kaata, Beno Kakolanya, Gadiel Michael, Erasto Nyoni, Mzamiru Yasin, Hassan Dilunga, Medi Kagere na Miraji Athmani wanatusubiri kwenye mbao ndefu. Gelson Flaha, nyota wa zamani wa timu ya taifa ya Brazil chini ya umri wa miaka 17, na odha wa zamani wa Neymar, Alson Becker na wengine wengi, kwa mara ya kwanza anaenda kucheza dabi ya Kariakoo. Bernard Morrison, mkuki wa Machi 8, yupo katika mchezo huu. Top scorer wa kikosi cha Yanga kwenye michuano hii na hata kwenye ligi, Radamel ama mwenyewe anapenda kujiita kama aka Falcao, David Molinga yupo katika mchezo huu. Kwa mara ya kwanza anaenda kucheza mchezo huu mkubwa. Metacha Mnata amerejea, Juma Abdul, Jafar Mohamed, Lamine Moro, Saidi Juma Makapu, Papi Kabamba Kishu. Kulikuwa na story nyingi kwamba yupo au hayupo, ameibuka tu jana, picha zikawa nyingi baada ya mazoezi. Yanga nao wana 4-3-3 kama ilivyo Simba. Watagawaje kwenye mchezo ni mambo ya kusubiri na kuona, lakini katika mbao ndefu kuna Faruk Shikaro, Kevin Yondan, Adeyum Saleh, Abdulaziz Makame, Mrisho Ngasa, Patrick Sibomana, na kwa mara ya kwanza Ditram Nchimbi toka afike Yanga leo anaenda kukosa mechi ya watani wa jadi kuanza. Kama ataingia ni jambo la kusubiri na kuona. Papi Kabamba Shishimbi, team captain le capitano wa Young Africans, timu ya wananchi. Clatous Chota Chama, Triple C Mwamba wa Lusaka, nyota wa kimataifa wa Zambia, akicheza timu ya taifa ya nchi hiyo. Chipolopolo ni fundi, anaulainisha mpira, na huyo ni Sultan Seji Pascal Wawa, moja kati ya walinzi imara kweli kweli, na ni mzoefu wa soka la Tanzania. Wakati lazima patikane. Kumbuka hii ni knockout game, mechi ya mtoano hii hapa Zege Halilali brother. Mabingwa wote mara moja baada ya michezo hii kurejea, lakini kwa faida tu, Mtibwa ashawahi kuwa bingwa na msimu uliopita Azam FC alikuwa bingwa. Sasa tunamtafuta nani atachukua mara 2 kwenye tukielekea msimu wa 5. Jafari Mohamed, cheza Sultan, Nionzima Haruna anawekwa chini, Papa Mabimba, David Ndama, Falcao mtoto ya ng'ombe, fasi ya Kongo wamwita Falcao. Ni foul nyingine tena, mara hii ni Bernard Morrison BM33, amepewa jina lingine mkuki wa sumu, lakini sio Manyema, lakini alikuwa anatambuka, lakini Jonas Mkude akakataa, na foul ama madhambi yenye faida kwa upande wa Yanga. Wameanza kwa kasi, madhambi mara 2 huku Yanga wakifanya mara 1. Dakika zimepotea 2 tu katika mchezo. Yanga wameanza kwa kasi, tunasubiri nini Simba watajibu. Juma Abdul Jafar ameutoa nje, ni faida kwa mnyama Simba Sports Club. Zimbwe Junior, Clatous Chota Chama, Triple C Mwamba Msaka, weka kisu kizuri kabisa, ni offside kwa mujibu wa line 1. Franki Komba kutoka hapa Dar es Salaam, Papa John Rafael Boko katika upande ule aliwadhuru Azam FC, na leo movement yake ya kwanza tu line 1 anaweza kumuona kwamba amejenga kibanda. Wakati wa Sifan mchezo wake wa 3 wa dabi ya Kariakoo, akiwa amepoteza mmoja na kushindana nguvu ama kutoshana nguvu kwa mchezo mmoja. Yanga wanapata faida, wanasogea kwenye eneo la Simba. Ni David Molinga
wanajaribu kwenda, lakini Kennedy Wilson Juma, nyota ambaye ameanza kuingia siku za karibuni kwenye kikosi, amekuwa na faida zaidi. Jonas Gerard Mkude, Zimbwe cheza back pass kwa golikipa wake Aishi Salum Manula. Tanzania 1 amesogeza timu sasa. Saidi Juma Abdul, Saidi Juma Makab zoea kukata umeme, cheza na double M, metacha Bonfal Sinata. Kennedy Wilson Fraha anajaribu kwenda sasa. Wekundu wa Msimbazi Simba washapoteza umiliki wa kabumbu ile. Nionzima Haruna Papi anamwekea Rastaman mwenzake Jafar. Bernard Morrison PM3 Fate Auto. Oh, super Jafari weka ndani kule katika nafasi ile, tageuka lakini ngoma bado. Faisal Salum Fate Auto anamwekea Lamine Moro. Switch nzuri kwa Juma Abdul, anafanikiwa. Ni foul elekezwe Simba Sports Club, foul imewanyika. Dakika 4 zimekatika 0-0. Francis Kahata Nyambura ameshuka kusaidia, na katika kudhibiti kaonekana matumizi makubwa ya nguvu. Luka Emel, kocha wa Yanga huyo, anauliza vipi ni nafasi inaweza kutumika pia. Acha tuone nafasi, tazama nini kitatokea. Wengine roho juu wakitaka kuokoa, wengine wakitaka kuweka kambani gozi la ng'ombe. Tazama hii inawekwa ndani ule katika nafasi, anaondosha. Ni kona kick, ikiwa ni kona ya kwanza. Luka Mel bado anaelekeza. Kennedy Wilson Juma amekuwa na wakati mzuri kwa dakika chache hizi. Angalia namna ambavyo aliuingilia ule mpira. Wachezaji watatu wa Yanga walikuwa nyuma ya mgongo wake. Inamiminwa tena kule, Aisha na upangua, wanajipanga tena Young Africans. Nionzima Haruna, baba mzazi, baba mzazi ashamwekea Jafar Mohamed, anampunguza maridadi. Super goal. Faisal Salum Fate. Oh aha, maana kulitaka maana kulipata. Nionzima Haruna kata kilo, back pass ya Molinga inakwama. Sasa ni mnyama Jonas Gerard Mkude, Shomari Salem Kapombe, fullback ya kabumbu. Kapombe Shomari tena anaweka line nzuri sasa. Hesson Fraga Vieira Kahata Lunyasi wanagonga pasi. Lunyasi hapa Kennedy Zimbwe Junior Mohamed Hussein. Jonas Gerard Mkude anaangalia, anatupa kete shimo la kushoto kule. Simba anatafuta namna ya kwenda. Hesson Fraga, Luis Jose Mixon anataka kuangalia wapi weke kete. Yes, inaweka pasi nzuri sana. Sasa twende weka ndani kule, anaondosha uzuri kabisa. Bado ni heka. Francis Kahata Chama Zimbwe ataweka wapi? Anaangalia namna kuwachezesha Zumari hapa Simba Yanga. Jonas Gerard Mkude anapangua uzuri kabisa, ametacha bado nyama. Simba anamsakama John Rafael Boko, anajaribu kuweka ndani kule katika nafasi, anaondosha uzuri kabisa. Bado ni heka. Nafasi nyingine tena, ngoma iko kwa mnyama. Kaseka anachukua mali ile. Hamza asema twende, acha janja brother. Aisha Porwa Nixon, Luis Jose Nixon anamwekea pembeni. Francis Kahata anakula zote, mamuzi anapeta na nata filimbi, twende, hakuna foul. Bado Simba wanaangalia kooni hapa, watafanya nini? Napenyezo nzuri kabisa Luis Jose Nixon, goal. Shambulizi kali kwa kweli hapa. Imepigwa mpira biriani, zimepigwa zile snake pass. Tafsiri sahihi ya Lunyas. Juma Abdul yuko chini. Mashambulizi ambayo Yanga wamekutana nayo kama majibu. Papi Kabamba Shishimbi mara mbili anapoteza mipira, itamchukua muda kuingia kwenye mchezo. Hajacheza toka mwezi wa 3, na hili ni jaribio la Luis Mixon. Shuti lake linakosa macho na kupaa juu ya mtamba wa panya.
alikunjuka mtoto wa Kinondoni Jonas Gerard Mkude, lakini asili ya kwao ni Morogoro. Huyu Metacha Bonifasi nataka kataa, akamwambia Morogoro mimi wa Dodoma, lakini hii si rahisi hivyo, akaondoa pia huku. Francis Kaata alikuwa anauangalia tu le combination. Metacha Mnata ni shujaa kwa dakika hizi baada ya kuondoa lile shoot, lakini Haruna Niyonzima kwenye midfield wa Yanga wamepeleka mashambulizi, na haya ndio majibu ya Simba. Metacha kuna kitu anaenda kumwambia Haruna, anaweza akawa ameona amekiona kwa Papika Bamba Shishimbi baada ya mchezo wa Namungo, nadhani mwezi wa 3, mapumziko yale ligi kasimama, Papi hajawahi kuonekana kwenye pitch, na leo mwalimu amemwamini. Ni riski na ni gambo, kuna mawili, ilipe au isilipe. Kwa dakika hizi kwa shambulizi walilofanywa Yanga haijalipa, tunasubiri kuona. Wakati huo Juma Abdul Jafari Mnyamani anakangwa nje ya uwanja, anawaachia wenzake waendelee kupiga kabumbu hii. Kumbuka huu ni mchezo wa nusu fainali kombe la shirikisho la Azam Sports. Jafari anapambana yena Shomari Kapombe, Sultan CG anakia Jonas Mkude, anatafutwa sasa. Lawrence Joseph Mixon anakataliwa. Unatupata live Azam Sports 2 na Azam Sports HD, chaneli bora kabisa za michezo ndani ya Azam TV, uwanja wa Taifa Dar es Salaam. Mashindano haya ambayo Azam TV ndo mdhamini mkuu na mdhamini pekee, ndio maana anaitwa Azam Sports Federation Cup ama kombe la shirikisho la Azam Sports. Hatua ya nusu finali, mshindi anakwenda kucheza na Namungo Football Club katika uwanja wa Nelson Mandela mjini Sumbawanga mkoani Rukwa, kule kwa wazee wa Posuta. Umesoma Wafipa Posuta, salamu hiyo baba, nimesoma mimi kule Sumbawanga Matai sekondari kijijini kweli kule, lakini sasa mambo burudani tu. Faisal Salum Feitoto anatupa kete nyuma kabisa. Wananchi wanajenga shambulizi, watafanikiwa, wanapoteza mali ile. Kahata mguu kama kijika kuchota, hodari kweli, mashallah. Sasa ni Jonas Gerard Mkude, wapi ataweka kete? Chama Mwamba wa Lusaka, Jonas Gerard, Francis Kahata anajaribu kuingia sasa. Kahata sota chama nje ya lango. Kuna sambusa Birian Football inapigwa hapa na Simba Sports Club. Ile pasi namna ambavyo Boko aliiset, kulikuwa na nafasi ya kuweza kuendelea, lakini Clatous akaona ni sehemu sahihi kupiga na mpira ukapaa na mbawa zile. Mpira Biriani linapigwa hapa, watu wanarusha mtama kujaribu kummendea ndege bandani ama kuku, lakini bado milango ni migumu. Papika Bamba Shishimbi, Lamine Moro anamwekea Rastaman Jafari Muhammad. Jafari tena anaisogeza timu juu. Sultan Seji Pascal Wawa, waamuzi anasema ni foul. David Mutoto ya ng'ombe Ndama Molinga, matumizi makubwa ya nguvu, anamtoa kwenye njia. Mwamuzi anaona mkono, dhamira sio kucheza mpira. Faida kwa upande wa Simba. Seji anaanza. Kiangalia fouls, Simba amecheza mara 4, Yanga mara 2. Dakika 12 zimekatika, 0-0. Papika Bamba Shishimbi ni offside kwa mujibu wa line 2. Kasim Mpanga, Ndama Molinga. Kwa dakika hizi 12, James, unaonaje kabumbu? Mechi imekuwa ni 50-50. Yanga wamepeleka mashambulizi licha ya kwamba hajaonyesha kuzimwa na mlinda mlango, lakini Simba nao wamekuja na Metacha anaonyesha ubora. Shomari Kapombe, Shomari anapambania kombe pale. Shomari, mwamuzi asema ni free kick, ipigwe kuelekezwa Young Africans. Fullback ya kabumbu hiyo, Shomari Kapombe alikuwa anajaribu kuondoka, lakini Faisal Salum akamfanyia madhambi na aliteleza. Faisal akafika kwa juu kumwangalia jicho fulani. Kumbuka mchezo wa nusu fainali, Kapombe mchezo ukiwa unaenda mwishoni hivi alipata majeraha na akakosekana kwenye baadhi ya michezo ya Simba,
na tetesi zilikuwa ni kwamba anaweza asiwepo, lakini karejea kwenye mchezo huu. Yuko pale Clatous Chota Chama Triple C. Ule mzuzu unapepea namna hii, wakati huo umetacha Boniface Mnata. Roho Juju inatafuta kwa kutokea. Clatous Chota Chama Triple C katika ofa, akacheza vizuri, goalkeeper amelindwa katika nafasi yake. Offside bila shaka. Hakuna aliyetegemea mechi yake ya kwanza kubwa kwenye ardhi ya Tanzania, Kariakoo Dar es Salaam Derby, anakutana nao titi for tat, na press laini tu, moja bila Mwalimu Kashasha. Asante sana Oscar Urasa. Naweza kutumia lugha ya Kiingereza kwamba intact perfect touch ya kwanza ya Simba. Wanagusa moja, lakini wakiwa wametulia. Yanga wamefanya kosa moja kubwa la kiufundi. Walikuwa wengi ndani ya goal area, kale kamlaba kadogo mbele ya Metacha Mnata, lakini walikabia macho, kwa maana kwamba fulani atacheza na fulani hakucheza na fulani hakukaba. Mwisho wa siku Clatous Chota Chama ambaye ni mbunifu sana ndani ya penalty box amekuja na mpira kama vile ule mpira ulishatoka, kama vile haiwezekani kufunga, akageuka mpira akapivot, halafu kama akaanza kushambulia ile goal, akapiga ground cross cut pass, ikamkuta Fraga amesimama mbele ametata Mnata. Hajafanya, amereflect ule mpira, touch ya kwanza amesukuma kambani, mpira wa chini ukiwa unaburuza majani. Ni uwezo mzuri wa utulivu mkubwa wa washambuliaji wa Simba, wote walikuwa ndani ya penalty box, lakini Fraga alibaki maintain nafasi yake na target yake. Ule mpira ukija niguse niingize hapa, na ndio kilichotokea. Kwako Oscar Urasa. Nani atamfunga paka kengele? Kwa mujibu wa Mwalimu Kashasha, ndio walikuwa wakitegeana hivyo walinzi wa Yanga, nani atakaba. Mwisho wa siku Fraga akaamua kukaba mwenyewe, akaisukuma kambani. Isa Jumanne senior driver anacheka 1-0 msikilizaji wa TBC Taifa, dakika 23 kipindi cha kwanza, na Simba anaonekana kuendelea kuelekeza moto kwenye lango la Dar es Salaam Young Africans ya kwanza asubuhi. Hii ni Barcelona au ni soka la Kifaransa au la Kibrazil? Sex football, mpira mtamu, mpira wa kirembo kwelikweli, maridadi sana. Kwako James Samuel. Aliwakosa mara ya kwanza, akarekebisha makosa. John Boko anaondoa ile nadharia ya uchoyo kwenye penalty box, anatumika kama punda, amempindua akaiweka kwenye nafasi. Chama akamtazama Metacha, akapunguza lango, akaangalia wapi niiweke, ikaitika katika nyavu. Clatous Chota Chama anafunga bao lake la 4 katika michuano hii. Ametoka kuwakosa, wanamkaribisha tena kutane na Metacha. Kwa mara hii akawaambia, hata mababu zangu kule Zambia za Tanzania na si kufanya kazi. Shikalo mikono shavuni. Hao tena John Rafael Boko, Maxon Luis, Konde Boy, Chinga wa Msumbiji, Luis Jose Maxon anaiomba tena, nipe. Luis anaweka ndani. Nini kitatokea? John Rafael Boko anatoa Kahata Francis, amemtumbukizia mtu, weka ndani kule. 3-0, watu wamepigwa 3 hapa. Konde Boy Luis Jose Maxon anaunguruma kama simba katikati ya mbuga wa Mikumi. Young Africans wako hoi bin Taban, wamekula 3. Luke Mel kama amekuwa mwekundu hivi, anasema vipi? Wanasema ni mdoli tu, hizi ni mbwembwe. Kwa mara ya kwanza katika dabi ya Kariakoo wanachinja, wanasema tumewapa 3-0. Luis Jose Maxon ate football maridadi sana. Sayani hiyo hapo, John Rafael Boko Kahata kaiweka, Shimba kampa mtu, msikiti umeuzwa shehe. 3-0. James Samuel, kwa namna ambavyo wanaweza wakasema mapumziko hayakuwa na faida kwao. Pasi 3 zinaguswa na Simba. Boko anaitoa kwenye mikono, Shishimbi anaitenga. Second ball ile, what a ball! Ni Luis Jose Maxon. Second ball ya Shishimbi ile, kwamba amekwambia hiyo chukua, akatulia akaipiga kwenye maeneo yale. Dalili mbaya zinarejea Yanga, dalili mbaya zinanukia. Ni 3-2 to go.
2 to go, historia iandikwe. Walishawahi kukutana na kipigo kikubwa. Madam Episedoweka ameloa mambo ni mazito. Lunya Sipira Biriani linatandazwa uwanja wa Taifa, wako nyuma goli 3. Kuna kitu wanatakiwa wafanye. Cheza vizuri kabisa Saidi Juma Makab. Idadi kubwa ya mabao kuruhusu kwenye michuano hii kwa upande wa Yanga. Walikuwa wamefungwa bao moja tu na Kagera Sugar katika mchezo wa robo finali, na walikuwa wamefanikiwa kufunga mabao 8 kwenye michezo 4 waliocheza. Eson Fra anasema ni foul. Mara mwisho kufungwa goli 3 nakumbuka ilikuwa wakati ule kocha Simba Kibaden na Jamhuri Kiwelu, ilikuwa ligi kuu, lakini 3-3 malizika. Walianza Yanga kupiga 3, Simba wakachomoa. Sasa hapa watafanya mabadiliko. Nelson Mandela kwa ndugu zangu wa FIP, bila shaka wanasubiri kuona fainali nzuri kweli kweli. Inaweza kawa kati ya Namungo au Simba, Namungo na Simba au Namungo na Yanga, manake bado mechi iko wazi na dakika zipo za kucheza. Aishi Salum Manula katika mchezo huu mpaka dakika hii anaweza akaomba gazeti. Mashambulizi hayajaja kabisa kwenye upande wake. Luka Emel inawezekana yeye ndo anacheza kuliko hata waliokuwa nje ndani ya pitch. Jitahidi mara nyingi kuelekeza, lakini vitu vinaonekana kuwa ni vigumu. Dakika ya 57 wana nafasi ya kujiuliza Yanga Afrika. Wameruhusu mabao mapema kwenye kipindi cha pili kwa kiasi kikubwa. Makosa ambayo waliyafanya kuruhusu bao la Chama na Louis Mixon, unajiuliza ni nini kiliwakuta. Ugumu wa kufanya maamuzi kwenye kuondosha mipira ya hatari umewagharimu. Wana nafasi ya kurekebisha makosa ama Simba kutanua uongozi. Space nzuri Bernard Morrison. Cheza goalkeeper Manula Tanzania. Alimuibia vizuri, lakini ilikuwa ni nafasi nzuri ya Yanga kurejea katika mchezo. Penetration pass makini sana, lakini first touch ilikuwa mbovu na Manula akaweza akaukamata na kuzima shambulizi lile. Chama anamwekea katika nafasi Boko, lakini Lamine Moro simama vyema. Saidi Juma Simba na press kwa kweli. Cotton Juice Seke waka Bernard Morrison. Bernard Faisal anawekea Rastaman Ditram. Wananchi bado wanayo mali ile, watafanya nini? Faisal Cotton Juice Kevin Patrick Yondan ametupa kete, imefika shimoni. Juma Abdul weka cross ndani kuna nafasi opena. Vipi, namna gani Molinga? Ni mipira ambayo alikuwa anahitaji kwa mara nyingi na anawaamsha. Juma Abdul ametulia akamwaga maji. David Molinga ameenda hewani, lakini sabu zake zimekataa. Aliruka na lakini namna ambavyo aliupiga ule mpira kichwa umeenda tofauti. Lakini wakati huo Sergi Pascal alikuwa maeneo hayo, nyota ambaye kwenye michuano hii ana bao moja tu, anafanya warm up kule na Hassan Dilunga. Najiuliza huyu ndio anaongoza kwa mabao mengi kwenye club. Wakati huo Mohamed Hussein fanya madhambi na ameenda kwenye kitabu, mchezaji wa kwanza wa Simba kupata kadi ya njano kwenye mchezo huu. Lakini Yanga tayari wawili, Lamine Molo pamoja na Juma Abdul. Mohamed Hussein Zimbwe Junior uthibitisho kadi ya njano. Alienda alikula sote kisikia ile wanasema mbuzi kalamba chuma cha leli, ndio hiyo baba. Kala zote na mimi ndani nzuri ishameipangua. Lakini wakati huo Dar es Salaam ni yao. Molinga ndama anacheza foul. Ramadhani Kayoko mwamuzi ni mind kweli Molinga, na ndio mtu ambaye anaonekana spirit yake ni kubwa kule mbele. Fanywa madhambi na Kenneth Juma. Hii vita yao wanakavita kao wenyewe, yani kuna Simba na Yanga vita, alafu kuna vita ya Kenneth Juma na David Molinga. Juma Abdul kitambaa kimerudi kwenye eneo lake katika nafasi nzuri, weka mkwaju kule. Faisal Salum Faitoto Abdullah anaweka bao kali kweli kweli, bao tamkolea.
na kitambi kile fake kinatetemeka namna hii mithili ya generator. Licha kwamba amepigwa tatu, anaweka bao moja la kideoni. Juma Abdul Jafar volley amekandika, amekanda miza maridadi kweli kweli. Faul nzuri ya Juma Abdul Mnyamani. Setup tena, Jonas Mkude anamsetia kwenye nafasi. Faisal Salum Abdalla anaachia volley ile, inaenda kuitika kwenye nyavu. Hapa Manula utamsingizia tu, alikoupiga nguvu iliyotumika na mpira ulikoenda, adui yake ni nyavu tu. Kama ukifata tunaweza tukakukuta na ogo asubuhi. 3-1. Ongezea tu, ana uchebe mwingi, sio uchebe yule mwingine. Sema uchebe unawastua watu. Katika nafasi ya MK14 ameitema golikipa. Bao la 4. Mnyama Simba na unguruma. Kishindo kizito cha sauti ya mnyama Simba ndani ya uwanja wa Taifa Dar es Salaam. 4 mabao 4. Leo anamgonga mnyama, leo anamgonga mwananchi hapa. Wamempa kifurushi cha 4G dhidi ya 1. Ni nyekundu tu, ni nyeupe tu. Dar es Salaam ni ya Simba. Zamir Yasin Said anahakikisha kwamba furaha inazidi kina. Angalia kile kilichotokea, Yanga wamezubaa, MK14 akaiweka bunduki ile, Metacha katoa sadaka, Zamir Yasin ameweka shoka, mtu akaweka mundu, akaambia hii ni nyengo kutoka Morogoro. Bao la 4. Haya ni mauaji kwa Young Africans, huwezi kuamini. Metacha Mnata alifanya kazi yake, lakini mabeki wakazubaa na sharpness ya Zamir Yasin inawanyanyua Simba. Kosa wanamkaribisha tena kutane na Metacha. Kwa mara hii akawaambia hata mababu zangu kule Zambia za Tanzania na si kufanya kazi. Shikalo mikono shavuni. Hao tena John Rafael Boko, Maxon Luis, Konde Boy, Chinga wa Msumbiji, Luis Jose Maxon anaiomba tena nipe. Luis anaweka ndani. Nini kitatokea? John Rafael Boko anatoa Kahata Francis, amemtumbukizia mtu, weka ndani kule. 3-0. Watu wamepigwa 3 hapa. Konde Boy Luis Jose Maxon anaunguruma kama simba katikati ya mbuga ya Mikumi. Young Africans wako hoi bin Taban, wamekula 3. Luke Mel kama amekuwa mwekundu hivi, anasema vipi? Wanasema ni mdoli tu, hizi ni mbwembwe. Kwa mara ya kwanza katika dabi ya Kariakoo wanachinja, wanasema tumewapa 3-0. Luis Jose Maxon ate football maridadi sana. Sayani hiyo hapo, John Rafael Boko Kahata kaiweka, Simba kampa mtu, msikiti umeuzwa shehe. 3-0. James Samuel, kwa namna ambavyo unaweza kusema mapumziko hayakuwa na faida kwao. Pasi 3 zinaguswa na Simba. Boko anaitoa kwenye mikono, Shishimbi anaitenga. Second ball ile, what a ball! Ni Luis Jose Maxon. Second ball ya Shishimbi ile, kwamba amekwambia hiyo chukua, akatulia akaipiga kwenye maeneo yale. Dalili mbaya zinarejea Yanga, dalili mbaya zinarukia. Ni 3. Hii ni Barcelona au ni soka la Kifaransa au la Kibrazil? Sex football, mpira wa kirembo kweli kweli, maridadi sana. Kwako James Samuel. Aliwakosa mara ya kwanza, akarekebisha makosa. John Boko anaondoa ile nadharia ya uchoyo kwenye penalty box, anatumika kama punda, amempindua akaiweka kwenye nafasi. Chama akamtazama Metacha, akapunguza lango, akaangalia wapi niiweke.
ikaitika katika nyavu. Clatous Chota Chama anafunga bao lake la 4 katika michuano hii. Ametoka kuwakosa, wanamkaribisha tena kutane na Metacha. Kwa mara hii akawaambia hata mababu zangu kule Zambia za Tanzania na si kufanya kazi. Shikalo mikono shavuni. Hao tena John Rafael Boko, Mixon Louis.